Omba pamoja nami maombi haya ikiwa Mungu amekufanya kuwa nguzo kwenye familia yako. Kila familia ina nguzo. Maana nguzo ni watu wanaotegemewa. Ni watu ambao wanawasimamisha watu wengine. Ni watu ambao wanawainua watu wengine. Ni watu wanaofanya watu wengine waweze kuinuka na kusimama. Kila familia ina nguzo yake. Pengine naongea na mtu ambaye Mungu amekufanya kuwa nguzo kwenye familia yako. Mungu amekufanya kuwa nguzo katikati ya familia. Unategemewa. Una majukumu mengi. Kuna watu wengi wanakutegemea. Kwa kuinuka kwako unainua na watu wengine. Kwa kusimama kwako unawasimamisha na watu wengine. Kuanguka kwako ni wengi wanaanguka. Kushuka kwako ni wengi wanashuka. Ikiwa wewe ni nguzo kwenye familia, Biblia inamtambulisha mtu ambaye amebeba watu wengi nyuma yake. Vita yake inakuwa ni kubwa. Maandiko matakatifu yanasema nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Biblia inatambua kwamba mchungaji ni mtu anayewaongoza watu wengine. Huyo ndio anayetafutwa. Huyo ndio anayewindwa. Wakati mwingi mtu mwenye vita kubwa ni yule ambaye amebeba maono makubwa. Yaani vita yako inakuwa kubwa kwa sababu ya maono uliyobeba. Ni sababu ya watu ambao umewabeba nyuma yako. Ni kwa sababu ya watu ambao wanakutegemea. Leo nataka nikuombee Mungu akutie nguvu. Mungu akuongezee nguvu na ujasiri. Uweze kuvuka kwenye kila pito, kwenye kila jaribu. Kila vita itakayoinuka juu yako, Mungu akupe nguvu ya kushinda. Kila mahali ambapo ulikuwa unaona uwezi kuvuka, Mungu akupe neema kuvuka kwa jina la Yesu. Ikiwa Mungu amekufanya kuwa nguzo, usimlaumu Mungu. Usijilaumu kusema ni kwa nini Mungu amenipa majukumu mazito namna hii. Kila mtu ambaye Mungu amempa neema hiyo, kila mtu ambaye Mungu amempa majukumu, basi anampaka na nguvu ya kuweza kuyajibia au kuyashinda hayo majukumu. Kila mmoja kulingana na kadri ya neema ambayo Mungu amempatia, ndivyo anavyoweza kusurvive kwenye nyakati ngumu au nyakati za kuwagusa watu wengine. Utaona vile ambavyo kuna watu, familia na watu wengi, lakini ajabu ni kwamba wanakula na wanaendelea. Lakini kuna mtu ana familia watu wachache tu, na wakati mwingine wanasema tumeshinda njaa. Ni kwa sababu Mungu anatoa riziki kwa kadiri ya majukumu ya mtu aliyokuwa nayo. Kuna watu ambao Mungu akiwabariki mna moyo wa kutoa kwa watu wengine. Baraka yako ipo katika kutoa. Baraka yako iko katika kuinua watu wengine. Unapoyafanya hayo, maana yake unafanya Mungu akuinue zaidi, akubariki zaidi, ayachochee mafuta yako ya kuinuka, achochee nguvu zako katika kila jambo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8. Humuinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jehanamu, ili awakatishe pamoja na wakuu, wakimrithi au wakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameweka ulimwengu juu yake. Mungu wetu ameweka nguzo ya dunia ambayo ni yeye mwenyewe. Dunia ukiangalia haina nguzo, lakini Mungu mwenyewe anasema yeye ndio nguzo ya dunia. Yeye ndiye kila kitu kwenye dunia. Maanake kila kitu kina yeye. Hivyo tunaweza kwenda kwake akiwa kama nguzo ya dunia, na Kristo Yesu akiwa kama jiwe lililokataliwa na waashi, ambao limekuwa ni jiwe kuu la pembeni, ambao limekuwa ni msingi wa kubeba vitu vikubwa vikubwa vikubwa. Na kuombea siku ya leo, kama vile Kristo Yesu alivyokuwa jiwe kuu la pembeni, ambapo sisi tumejengwa katika yeye, ambapo sisi tumeinuliwa katika yeye, na kuombea kwa jina la Yesu, Mungu akupe neema, Mungu akupe kibali, Mungu akupe nguvu, Mungu akushindie, Mungu akutetee, Mungu akuwezeshe. Wewe ni nguzo. Mungu amekuinua kwa makusudi yake. Mungu amekuinua kwa nyakati zake. Haijalishi vita ipi unapitia, tambua kwamba kwa kuwa na watu wengi wako nyuma yako, Mungu atakuvusha. Anajua kwamba una mengi unataka kuyafanya kwa ajili ya watu wengine. Kuna watu ambao wanajisahau hata wenyewe. Yaani yuko tayari afanye kitu kwa ajili ya mtu mwingine, hata kama anacho kidogo, hata kama ana kitu fulani, yuko tayari aguse maisha ya mtu mwingine, yeye abaki hana kitu. Ni moyo ambao Mungu amewapa watu. Hao wamebeba maisha watu wengi. Hao wamebeba watu wengi nyuma yao. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 7. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini, bali kwao wasioamini jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini. Wewe ambaye unaamini katika Kristo Yesu, na kuombea Mungu akufanye kuwa jiwe na akufanye kuwa imara katika kila jambo. Ukawe imara katika kila eneo. Mungu akutie nguvu. Mungu akusaidie. Kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 20, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Kama vile Kristo Yesu alivyokuwa jiwe kuu la pembeni,
na kuombea na wewe Mungu akufanye uwe imara, kama nilivyomwambia Petro ya kwamba kuanzia sasa wewe sio tu Simon bali utaitwa Petro, manake ni mwamba. Mungu akufanye kuwa mwamba, Mungu akufanye kuwa jiwe katikati ya watu wanaokupiga vita. Najua vita ni kubwa, unapitia mashambulizi mengi kazini, mashambulizi mengi kwenye ndoa yako, kwenye mahusiano yako, unapitia vita kubwa. Ni kwa sababu adui anajua ukiinuka wewe umeinua watu wengine, ukisimama wewe umewasimamisha watu wengine. Adui anajua uchumi wako ukisimama ndio familia yako imesimama, ndio watu wengine wameinuliwa. Na kuombea Mungu akutie nguvu. Kama kuna mtu anayepigana na wewe ambaye umebeba maono hayo, ambaye umebeba hatima hiyo, wengine ni wanaume, wengine ni wanawake, mnanisikia, Mungu amewapa neema maalum, mna majukumu mazito, unafanya mambo makubwa ambayo unasema ningekuwa na mwenza wangu au mwenza wangu angefanya hivi, angekuwa amenitua mzigo. Mungu amekuamini. Pambana kwa nafasi ambayo Mungu amekupa. Pambana kwa nafasi ambayo Mungu amekupa. Ni kijana unanisikia, ni baba unanisikia, Mungu amekufanya kuwa msingi wa watu wengine, amekufanya kuwa nguzo wa watu wengine. Usiogope. Ni wakati huu sasa na tunaenda kuomba maombi ya kukuinua, maombi ya kukutegemeza. Maombi ya kukutegemeza ni maombi ya kuinuliwa ili usichoke, ni maombi ya kuinuliwa ili wainue watu wengine. Inua mikono yako juu, funika macho yako. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ninaungana na mpendwa huyu ambaye ananisikia kwa njia ya imani. Ameinua mkono wake au ameinua mikono yake juu. Levo yake ya kiroho huenda inapanda na kushuka, lakini bado anaamini katika wewe. Na kuomba Mungu kutane naye wakati huu. Kuna majaribu mengi anayapitia akiwa kama nguzo katika familia, akiwa kama nguzo ya kuwabeba watu wengine. Kuna mapito mengi anapitia, kuna vita nyingi anapitia. Mungu ninaomba umvushe. Nami nenda kila kinyume na nguvu ya giza inayosimama juu yako ili kukuzuia na kukuchosha. Kila mzigo ambao umeubeba, ambao unasema Mungu nitautua lini, na kuombea kwa jina la Yesu, Mungu akutue, akutue hayo maumivu, akutue huo mzigo, akutue hilo tatizo. Mungu akuinulie mtu akusimama pamoja na wewe. Mungu ainue partner mpya juu yako. Mungu ainue wafadhili wapya juu yako. Mungu ainue wepesi mpya, akufanyie njia mahali pasipokuwa na njia. Katika uchumi kuna mapambano unapitia, unapata pesa unashindwa kufanya chochote cha maana, ni kwa sababu kuna roho ya giza inakuja kusambaratisha, inaleta magonjwa. Kuna mtu mwingine unamhudumia mtu fulani miaka nenda rudi, kila ukipata pesa nenda kuishia hapo. Na kuombea Mungu akutie nguvu, Mungu akuinue zaidi. Kuna mtu mwingine unafanya majukumu mazito, unafanya mambo mazito, kuna vitu vingi unavifanya. Mwingine uko unajenga kwenu, unawajengea ndugu zako, unajengea wazazi wako. Mwingine upo una majukumu ya kuwasaidia watu wengine. Kuna watu ambao unawasaidia, kuna watu unawasomesha, kuna watoto wako ambao unawasomesha. Mwingine una ndugu zako ulioachiwaga na mtu fulani kwenye familia, alikufa na akakuachia. Mwingine kwa moyo wako uliwasaidia watu wengine, lakini unapigwa vita. Kadri unapotaka kufanya mambo mema, vita yako inakuwa ni kubwa. Na kuombea Mungu akutetee. Hiyo roho ya giza na ukurudisha nyuma, na amuri kuachie kuanzia sasa. Ewe roho ya upinzani, toka. Toka roho ya kukatisha tamaa. Ondoka roho ya kukatisha tamaa. Ondoka roho ya kumzuia mtu huyu. Achia maisha yake, achia kibali chake, achia mipenyo yake uchumi, achia familia yake, achia ndoa yake, achia afya yake. Mwingine unahitaji ndoa, unasema Mungu nisaidie nipate mwenza sahihi ili niweze kuvuka kwenye mapito haya, ili niweze kusimama vizuri kwenye nafasi yangu. Mungu akutetee. Pokea partner wako, pokea mwenza sahihi kwako katika jina la Yesu. Mwingine kuna vita unapitia, majaribu yamekuwa ni mengi, unasema Mungu nitavuka kweli. Na kuombea Mungu akupe nguvu. Pokea nguvu ya kuvuka. Pokea milango ya uchumi mipya, milango ya uchumi ifunguke, milango ya wepesi ufunguke. Kila uzito toka, roho ya mauti na kuzimu toka, roho ya kukatisha tamaa na kuapisha toeka kwa jina la Yesu. Achia kibali cha mtu huyu, achia neema mtu huyu. Mungu akuinue sasa. Pokea kuinuliwa sasa. Mikono yako iliyochoka, miguu yako iliyochoka, pokea nguvu mpya. Usishindie hapo, usiishie hapo, endelea mbele. Mungu anakuanzia mema na kutamkia ufungulivu, na kutamkia neema, na kutamkia wepesi. Mungu akutie nguvu. Usirie tena, usichoke, endelea mbele kwa jina la Yesu. Mafuta mapya yamiminike kwako. Mungu akutetee katika jina la Yesu. Roho ya upinzani na uzito toeka kwa jina la Yesu. Hiyo vita inayoinuka juu yako ishindwe kuanzia sasa. Na kuombea neema Bwana ikufunike, mkono wa Bwana uwe juu yako, milango mipya ifunguke kwako kwa jina la Yesu, amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, nilikuwa naomba pamoja nawe wa huduma ya maombi ni dawa. Naamini Mungu amekuhudumia kupitia maombi haya. Unatamani kuendelea kupokea vipindi vya kiroho zaidi, karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Huko utaandika jina lako na kile ambacho unahitaji niendelee kuhudumia. Mungu akubariki sana. Lakini huko mwingine umeguswa, unasema nahitaji kujiunganisha au kujiambatanisha na ibada hii kwa sadaka yangu ya hiari, karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Ikumbukwe sadaka ni hiari na hakuna kiwango. Mungu akubariki sana, kutende mema. Mitandao ya kijamii, YouTube andika maombi ni dawa, TikTok andika maombi ni dawa. Mungu wa mbinguni akubariki. Uwe na wakati mzuri.